Ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor, uko na mimi mtangazaji wako Steven Ezekiel Mwashambwa. Siko peke yangu, niko na Emmanuel Samson Mwandute. Okay. Kama kawaida, kama ada, mara nyingi wakati kama huu unapotuona tuko wawili tumekaa namna hii, katikati yetu tupo na mtumishi wa Bwana. Na wakati kama huu tuna maswali ambayo tunamuuliza mtumishi wa Mungu, maswali ambayo yanasumbua vichwa vya watu wengi wanapata shida. Sisi ni wawakilishi tu kwa wale wengi ambao wana maswali yenye kuwasumbua kama haya ambayo tunakwenda kuuliza leo. Lakini pamoja na hayo, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe, kuuliza maswali. Utatutumia baadaye, namba zitapita hapo chini za WhatsApp pamoja na namba za mtumishi. Na bila kupoteza muda, tuko na mtumishi wa Bwana, atakwenda kujitambulisha yeye ni nani na tutaendelea. Karibu mtumishi wa Bwana. Asante sana mtangazaji. Ubarikiwe sana. Amina, asante sana. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji. Mimi ni yule mtumishi wa Mungu, mchungaji Luther Monko Majoji. Napatikana Tabata Kimanga, Dar es Salaam, kwenye huduma ya kanisa la Pentecoste, huduma ya Discipleship Gospel Ministry, huduma ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo karibu sana kwenye kipindi hiki. Najua kuna mengi ambayo tutaelimishana, kwa hiyo karibu sana. Asante mtumishi. Kwanza pole na kazi ya Mungu. Asante sana. Mungu ni mwema. Amina. Kwanza tukushukuru kwa ajili ya utayari wako. Kuna maswali mengi ambayo huwa yanatrain sana kwenye jamii zile ambazo zinatuzunguka, watu wale ambao wanatuzunguka. Kuna maswali mengi ambayo huwa muda mwingine mtu kiulizwa hata ukimjibu, lakini ukikaa hata kama labda ulikosa jibu na kutu ukikaa inakuwa kama akili na yumba. Tunaona tuje kwa mtumishi wa Mungu tuweze kujadili mambo kadha wa kadha, haya maswali kwa ajili ya faida ya watazamaji wa Sayuni Gospel Flavor. Nafikiri mtumishi wa Mungu, swali ambalo ni la kwanza ambalo tuko nalo ni dukuduku, kwamba ni kwa nini tunaabudu siku ya Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma, baada ya Jumamosi ambayo ni siku ya Sabato, na ambayo siku ya Sabato ndio ambayo ni kama agizo. Kwa nini Wakristo wengi tunaabudu Jumapili ndio tumeiweka siku ya kuabudu badala ya Jumamosi, siku ya Sabato? Asante sana. Karibu. Yeah. Nashukuru sana kwa swali hili. Najua pia ni miongoni mwa maswali ambayo nasema kwamba yanasumbua. Alisema mtangazaji hapa kwamba yanasumbua vichwa vya watu wengi, na pengine pia hata miongoni mwa Wakristo wengi hawajui kwa nini wanakusanyika siku ya Jumapili kuabudu. Lakini niseme kabla sijaenda mbali sana, niweke hivi, pengine sio muhimu sana, lakini niweke hivi kwamba Sabato ni kwa Wasabato. Lakini Sabato ni kwa Wasabato, washika Sabato. Lakini Wakristo sio washika Sabato. Napenda niweke hilo mapema sana. Wakristo sio washika Sabato. Maana Sabato ni kwa ajili ya Wasabato, na nafikiri pia kama ndugu wewe ni unayenitazama ni Msabato, utanielewa vizuri sana. Sabato ni kwa ajili yako. Lakini kwa walio wa Kristo, wao wako na Kristo. Lakini hapa labda hapo mtumishi, jinsi ulivyozungumza hapo, ili tusiye tukaenda mbali afu baadaye tukauliza, unasema wa Sabato, Sabato ni kwa ajili ya Wasabato, na Wakristo hawashiki, wao ni kwa ajili ya Kristo. Sasa tukianza kuangalia au Wasabato nao wanamwabudu ni huyu Kristo. Sasa hapo labda utunyambulishie zaidi kwamba maana tunaona nao wanamwabudu ni huyu Kristo. Wao wenyewe pia wako kwenye kundi hili, kusema wa Kristo nao ni wa Kristo. Okay. Hapa ieleweke kwamba hatujadili dini ya watu. Mmeniuliza swali. Lakini pia niseme hivi, kwa sababu mimi ni Mkristo na muamini Kristo. Unajua huyu Kristo ambaye ninataka kuzungumza habari zake, kwa sababu nataka kujibu swali kati ya Jumapili ambayo ni ya Wakristo
na Jumamosi ya Wasabato, yani Sabato ya Wasabato, alafu Jumapili ya Wakristo. Nafikiri inaelewa vizuri, naeleweka vizuri. Huyu Kristo alipokuja, wapinzani wa kwanza walikuwa washika Sabato. Walimuona kama Kristo ni mvunja Sabato. Kama Kristo tunayemwamini alihesabiwa mvunja Sabato, basi sio ajabu sisi pia tukihesabiwa ni wavunja Sabato. Okay, sasa nije kwenye swali la msingi. Hiyo nimeweka tu sasa kwa sababu najua watu wengi watauliza maswali na tutapatikana. Tutaendelea tu kutoa hizi hoja kwa ajili ya kuelimishana kwa nia njema. Sisi ni Wakristo. Kwamba kwanza kabisa Sabato, kushika Sabato au kuabudu siku ya Sabato, kukutanika na kuishika Sabato lilikuwa ni agizo, ni moja ya amri 10. Na amri 10 ziko katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia mstari wa 8. Nadhani yenyewe ni amri ya 3 kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo kwamba ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Na katika ile siku imewekwa masharti mengi sana. Moja ya masharti, usifanye shughuli, usitoke nje, usifanye hivi, hata chakula kusanya ile siku kabla ya Sabato, ili kwamba Sabato usitoke. Kwa hiyo ilikuwa ni sheria. Lakini siwezi kuzungumzia Sabato peke yake, yani bila kuzungumzia lengo la Mungu kwenye amri 10. Unajua kabla ya amri 10 hakukuwa na amri yoyote ambayo Mungu alimpa mwanadamu, aidha taifa la Israeli. Ukiacha lile agizo la pale kwenye bustani ya Eden ambayo Mungu alimwambia Adam na mke wake kwamba wasile, alimwambia Adam usile yale matunda. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kama agizo au ni kama sheria amewekewa pale kwenye bustanini. Kwa hiyo lakini pia alivunja lile agizo. Lakini baadaye sana watu walienda kwenye maisha ambayo ni holela, unaweza kusema. Kwa hiyo Mungu akaanza kumuita Ibrahimu ili atengeneze taifa moja. Na alipolipata lile taifa lililotokana na yule mtu, akataka alitengeneze lile taifa liwe kama role model ya dunia, yani shamba darasa. Okay. Kwamba alikusudia kutengeneza taifa ambalo likishakaa katika ule mfumo Mungu anaotaka sasa, katika ile nidhamu ya kimungu, kwa hiyo lenyewe ndio lisambaze maisha ambayo ni ya standard. Unajua pia Biblia na agizo la kimungu lina maisha yenye standard ya kiwango cha juu kuliko maisha yoyote yale. Sasa Mungu akaona kwamba ili awapate wale watu sahihi kwanza, kwa sababu anataka kuileta dunia katika mpango wake, akaona aanze na Israeli. Kwa hiyo akawapa amri 10 ambazo ziliwekwa katika hali ya ukali sana. Kama mtu akivunja, ilikuwa inapelekea kifo kabisa. Ili mtu akivunja ile amri aondolewe kwenye ile jamii, hata kwa kufa, apigwe mawe akionekana anafanya uzinzi, akionekana hajashika Sabato, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo Mungu katika ule ukali, kwa hiyo ni kama alitaka kunyoosha. Of course ilisaidia, lakini ujue sheria ilikuwa haiwezi kuondoa dhambi. Sheria ilikuwa haiwezi kuondoa dhambi, lakini ilisaidia kutengeneza lile. Kwa hiyo niseme kwamba kwenye Agano la Kale ikawa hivyo, wakashika ile siku. Lakini sasa tuko kwenye Agano Jipya. Tunapozungumza kwamba leo kwa nini kwa hiyo walishika, kwa hiyo Sabato, tunapozungumza walishika Sabato ambayo ni siku ya 7 ya wiki katika kalenda. Kwa hiyo kama ni siku ya 7, maana kuna siku ya kwanza. Kwa hiyo katika ule mfuatano wa siku, Jumapili, yani kwa leo Jumapili katika kalenda yetu ya sasa hivi, hata ya kawaida tu ambayo tunafuata wasema kalenda Gregory, yani karibu dunia nzima, kwamba wanajua Jumapili, kwa hiyo ndio siku ya kwanza ya wiki. Ambayo sasa siku ya ya Sabato ambayo ni siku ya 7 ya wiki inakuja kuangukia kwenye Jumamosi. Kwa hiyo tuseme inaitwa Sabato, lakini leo tungeita Jumamosi na tunaita hivyo. Alafu sasa Jumapili, unaona ni siku ya kwanza ya juma, lakini leo tunaita ni nini? Ni Jumapili. Kwa hiyo Sabato
ni Jumamosi ambayo kwa kalenda Gregory inaitwa Saturday. Alafu Jumapili kwetu ni siku ya kwanza ya wiki, lakini pia ni Jumapili ambayo kwa hiyo kalenda Gregory inaitwa Sunday. Sasa hapo ndipo watu wengine wanaweza wakachukua nafasi kwamba mnaabudu Mungu jua, lakini wajue pia Saturday nayo ni aina ya Mungu mwingine. Kwa hiyo kimsingi nataka kabisa mtazamaji ambaye unatazama uelewe hivi vitu ni vitu vidogo vidogo, lakini vinaleta ubishi usio na sababu. Ila tuhame hapo, hatuabudu siku. Katika Agano Jipya tunamwabudu Mungu aliye hai, tunamwabudu Bwana. Amen. Haijalishi unakusanyika katika siku ipi au ipi. Lakini wakati nikiendelea kufafanua basi kwamba na Jumapili, sasa hiyo ilikuwa ni Agano la Kale, iliagizwa hivyo. Lakini sasa kwa nini imekuja kuwa Wakristo wengi wanaabudu Jumapili? Ni kwa sababu katika Biblia ukiangalia kwenye Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza na Luka sura ya 24 mstari wa kwanza, ukiangalia pale tunaona kabisa baada ya Yesu kuteswa, akafa, akaenda akazikwa, siku ya tatu alifufuka. Na alifufuka, Biblia inasema alfajiri na mapema ya siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa leo hiyo siku huwa inaangukia Jumapili. Kwa hiyo tunaona ngoja kidogo tusome hapo kidogo, alafu nitaendelea kwa sababu ni vyema ukawa na ushahidi wa kimaandiko. Bahati nzuri tuko hapa ili kunani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwenye Mathayo hii sura ya 28 Biblia inasema hivi: hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo tunazungumzia siku ya kwanza ni Jumapili. Kwa maana hiyo sisi huwa hatuabudu Sunday au Jumapili, huwa tunakusanyika kwa sababu tu ni siku ya kwanza ya juma, kwa ajili ya tukio hili kwamba Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumwogopa wale walinzi walitetemeka wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka. Amefufuka katika wafu. Sasa hapa tunaona kabisa kwamba ni siku ya kwanza, na pia katika Luka imeandikwa hivyo. Hawa wanafunzi sasa, Yesu alipokuwa anaondoka, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ukiangalia katika Matendo ya Mitume tunaona kabisa kwamba sura ya 20. Ngoja tuangalie kidogo Matendo 20 na ule mstari wa 7. Biblia inasema hata siku ya kwanza ya juma. Unaona kule tunaona Yesu anafufuka katika injili ya Luka, katika injili ya Mathayo pia. Lakini anasema sasa hapa ni Matendo ya Mitume, tayari wanafunzi wameendelea kuhubiri na kadhalika. Anasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ya juma wakakutana ili kumwabudu Bwana, kufanya ibada. Paulo akahubiri mpaka yule kijana akasinzia, alafu akafanyaje? Akaanguka. Kwa hiyo ikawa kama ndio siku ambayo Wakristo sasa kwenye Agano Jipya, unaona waliona hii ndio siku sahihi kwa ajili ya kuadhimisha ushindi na ufufuko wa Bwana Yesu. Okay. Kwa hiyo kila tunapokutana Jumapili tunaadhimisha ushindi. Okay, labda hapo mtumishi kuna mahali ulizungumza kwamba Mungu ndio alichagua Israeli kama role model wa mataifa mengine kwamba waje wajifunze huko. Lakini tukianza kutazama kwamba maneno ya Mungu jinsi anavyosema kwamba alikuja kwa ajili ya walio wake, lakini walio wake wakamkataa. Na tunaona ziko injili ambazo zinatembea, kuna baadhi ya watumishi wanasimama na hubiri kwamba kama Wanaisraeli wangempokea Yesu, basi sisi wengine
tusingestahili wokovu, manake tungekuwa ni watu wa design nyingine. Labda hilo unalizungumziaje mtumishi, kwamba je, ni kweli wale wangempokea Yesu, wale wa Israeli wasingemkataa, sisi tungekuwa wapi leo? Maana wokovu ulikuwa sio wa kwetu, ulikuwa ni wa kwao, wana wa Israeli. Sawa. Sio wa kwetu, maana hata ukishuhudia mtani, labda ukaenda ukashuhudia mtu anakwambia Yesu ni kwa ajili ya wana wa Israeli, sio kwa ajili yetu. Labda hilo unalizungumziaje mtumishi wa Mungu, kwa ajili ya faida? Kweli, labda niseme hivi, kuna kitu nataka nikiweke vizuri hapa, ambacho naona kabisa na nadhani kwamba hata wengi wa wahubiri wenzangu tumekosea na pengine tumehubiri, na ninaomba ndugu mtazamaji unisikilize kwa makini, kwamba hata sisi wachungaji tumefundisha hiki kitu na tumewawekezea watu kwenye mioyo yao, wanaelewa hivyo kwamba wokovu, kwa sababu ni kama tunasema tumshukuru Mungu kwa sababu Israeli walimkataa Yesu. Na pale Paulo anasema anawaambia anasema kwamba mzabibu ulikatwa, mzabibu wa mzabibu halisi, alafu ukapandikizwa mzabibu mtu. Ni sawa, lakini kuna kitu nataka niweke vizuri sana hapa. Wale wanafunzi 12 wa Bwana Yesu, mitume wale walibaki 11 baada ya Yuda kumsaliti Yesu. Lakini elewa kwamba Yesu alipowaachia agizo aliwaambia hivi, na hili ndilo lilikuwa ni kusudi la Mungu. Kwamba akawaambia, nanyi mtakuwa mashahidi, kwamba atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu, nguvu itawashukia, nanyi mtakuwa mashahidi. Lakini ushahidi wenu ninyi kama wanafunzi muanzie wapi? Yerusalemu. Maana yake wakihubiria Yerusalemu ikishashika moto ikakolea, unanielewa vizuri Yerusalemu pia yenyewe, wale watu walioamini Yerusalemu iweze kupeleka impact yake, yani ule moto ikawashe Samaria. Katika Samaria. Asante sana. Unaona, alafu Samaria ikishakolea, maana yake tuko kwa Waisraeli wale. Kwa hiyo lilikuwa ni lengo la Mungu. Samaria ikishawaka moto ikamjua Yesu, ikawaka moto wa Bwana kabisa, Samaria na yenyewe yote iungane na hawa watu, kwa sababu si wote wameshafanywa kuwa wanafunzi wa Bwana. Na Samaria ikawashe moto katika Uyahudi wote. Na Uyahudi wote manake Waisraeli wote washike jukumu hilo wao kama Waisraeli, kama shamba darasa, wakamzungumze Mungu wa kweli katika mataifa yote, ili dunia iwake moto. Lakini kosa kubwa likatokea pia kwa hawa wanafunzi. Hawakutaka kusogea, wakaendelea kula pamoja, wakaendelea kupiga makofi pamoja, wakaendelea tu kuomba mule. Kwa hiyo hawakuleta hata impact kubwa pale Yerusalemu, mpaka Mungu wanauza vitu wanakula pamoja. Asante. Wanauza vitu wanaleta hapo tule pamoja. Na wewe kauze. Sasa japo tunasemaga ni upendo lakini Mungu alikusudia pia wawe na impact kubwa katika Yerusalemu yote, alafu waende Samaria. Ambako Wasamaria walikuwa wanajulikana kama ni watu wabaya sana. Ndio maana Yesu anakutana na mwanamke Msamaria, anamwambia ninyi mnaabudu msichokijua na sisi tunaabudu. Kwa hiyo na wakienda Samaria ikikolea yenyewe iende mpaka Uyahudi wote, ikishaenea Injili. Lakini wakasema, kwa kuwa wakapingwa sana na Wayahudi wenyewe, wakasema kwa kuwa ninyi mmekataa, basi ilikuwa kwanza Injili iwajie ninyi, ilikuwa ni haki yenu. Na ndio maana Yesu alisema sikutumwa, na watu waelewe ili neno watu wanalipotosha sana. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Maana yake ni kwanza Yesu alikuwa anataka kwanza kuivisha Israeli, alafu yenyewe iwe na jukumu la kupeleka Injili duniani. Na ndio maana mpaka leo, of course, pamoja kwamba haikutokea kwa nguvu kubwa hivyo, lakini mpaka leo tunasema Mungu wa Israeli. Watu wengi hawajui kwa nini tunasema Mungu wa Israeli, kwa sababu kupitia Israeli dunia yote imepata kumjua Mungu. Na Yesu alikuja katika
katika lile taifa, na ndio maana Israeli pia iko center ya dunia, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kusambaa kila mahali. Of course ndivyo ilivyofanyika, lakini ilikuwa inatakiwa kwanza Wayahudi wote waipokee Injili kwanza, alafu wao ndio wailete kwa mataifa. Kwa hiyo mataifa wanakuja kuipokea Injili, sasa ndio tunawarudishia Waisraeli mpaka sasa hivi, ni kwa sababu walikuwa na mioyo migumu. Na unajua hawa Waisraeli pia kabla hata ya Yesu, najua walikuwa wanakuwa na shingo ngumu. Mungu anawapiga, anawapeleka kwa maadui, anawarudisha. Kwa hiyo hata Yesu alipokuja walimkataa kwa kweli, lakini mataifa wakaipokea hii Injili. Kwa hiyo wakaisambaza kwenye mataifa mengine, na ndio leo sasa tunasema sasa tuwahubirie na wao, ashukuriwe Mungu kwamba wanaendelea. Kwa hiyo mimi, ili niweke vizuri kwamba yani tusiwaambie watu kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba Wayahudi waukatae wokovu ili sisi tuupate, kama wangeupata wao pengine sisi tusinge. Hapana, ilikuwa ni lengo la Mungu kwamba waupate Wayahudi wote ili waondoke kwa ile nguvu kubwa, waisambazie dunia. Okay. Lakini waliposhindwa wakafanya kazi watu wachache, wakiwemo kina Paulo na wale mitume 12. Ndio maana wengine wanasikia wamefia India, wengine wamefia sijui wapi, wakiwa kama wamissionari katika Asia, akina nani, wengine walibaki tu pale Yerusalemu. Lakini kuna wengine walienda tu mtu mmoja mmoja, lakini mpango wa Mungu walikuwa waeneze kwanza Injili kikolea pale, and then wanaanza kuwasambazia mataifa. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ni mpango wa Mungu. Amina mchungaji. Mungu wa mbinguni akubariki. Nafikiri haya majibu jinsi ulivyoyajibu kwa mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor, kuna kitu ambacho amekipata, kile ambacho kilikuwa ni changamoto kwake, lakini mlango bado uko wazi. Kuna watumishi wengine ambao wanatazama kipindi hiki, washirika tofauti tofauti, na watu wa kila aina. Kwa hiyo tukaribishe maoni yako, wazo lako, na wewe unawaza nini juu ya hiki. Nafikiri tumkaribishe Bwana Mwashambwa. Samahani ndugu, kabla hatujamalizia, kuna kitu nataka kuweka vizuri kwa ajili ya lile swali la kwanza la msingi kuhusu kati ya Jumapili na Jumamosi, habari ya Sabato na siku ya kwanza ya juma. Unajua Yesu Kristo alipokuja alikuwa alileta mabadiliko makubwa sana ya kiibada. Tunasema alileta transition kubwa sana. Ndio maana anawaambia hao Wayahudi, livunjeni hilo hekalu, mimi nitalijenga kwa siku 3. Kwa hiyo maana yake alikuwa anaharibu hata mfumo mzima wa kiibada. Na hata leo watu wanaoshika Sabato, mtumishi, unajua hawaishiki yote, kwa sababu unaambiwa pia moja ya sheria, moja ya sharti, usiende zaidi ya umbali wa kurusha jiwe. Lakini hata leo wanaoshika. Sasa hebu tuambizane hayo mengine wameyaacha wapi? Sisi kwa hiyo tusihukumiane na wao, tuwaambie kwamba waishike yote. Lakini Biblia inasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwamba Yesu Kristo ni mwisho wa sheria. Hebu ngoja kidogo nisome hapo kwa Warumi, kwa sababu ili tuziende hivi. Kwa Warumi sura ile ya ngapi hapo? Sura ya hebu niangalie hapo Warumi kuhusu hiyo Sabato. Karibu. Kwamba yeye Kristo ni mwisho wa sheria, sura ile ya 10 nadhani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura ya 10 kitabu cha Warumi, waraka wa Paulo kwa Warumi, anasema kwa maana Kristo ngoja kwanza nianze juu. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao, yani Wayahudi, ili waokolewe, kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu, unaona, ambayo yenyewe inapatikana bila mambo ya siku wala saa wala mwezi wala sikukuu, yani hawaijui haki ya Mungu inayopatikana kwa imani. Nasema na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu, ambayo kwamba haki ya Mungu ni mtu anahesabiwa haki kwa imani, maana hawezi kuishika sheria. Umeona?
sasa wanajitia kuwa na haki yao ya matendo ambayo Wayahudi walishindwa kabisa, unajua. Tunaelewana? Na Mungu alipoona dunia imeshindwa kushika sheria, imefeli, akaleta neema. Unaona? Anasema kwamba kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokanayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Kwa hiyo kama watu wameamua kuishi kwa Sabato, wasishike tu kitu kimoja Sabato, washike sheria yote, maana bado wanaitetea sheria. Itetea sheria ile. Maana zile amri zote 10 wawe nazo, na agano lote la kale na zile sheria yote wasiyaache. Kwa hiyo mimi nafikiri wasishike moja. Okay, kwa maana yake hapo kwa tafsiri haraka ni kwamba sheria ziko nyingi, lakini kimechambuliwa kitu asante sana. Mimi tafadhali sana niseme tu kwa unyenyekevu kwamba kama nitakuwa nimekwaza mtu mwenye imani hiyo, si kwa nia mbaya, nilikuwa najibu swali hili na hii ni Biblia. Ni ili pia mtu anapo comment tutafutane tu, tutaendelea kujengana kwa hoja. Kwa sababu pia mtu anapoamini usimshambulie kwenye imani yake, ana vigezo vyake, na ndio maana Biblia inasema aadhimishaye siku huadhimisha kwa Bwana, na si adhimisha pia haadhimishi kwa Bwana. Kwa hiyo jamani, tuachane tu salama. Kubarikiwe sana mtazamaji. Nashukuru sana mchungaji na mtumishi wa Bwana. Amina, asante sana. Mbarikiwe sana. Amen. Ndugu mtazamaji wa Sayuni Gospel Flavor, nadhani umeenjoy, umefunguka na kupata kuelewa kwa habari ya swali hili ambalo yamkini hata wewe lilikuwa linakusumbua, kwamba je, siku sahihi ni ipi ya kuabudu kati ya Sabato ambayo ni Jumamosi au siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili? Tumepata majibu mazuri kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Wanaoabudu Jumapili kwanza ni kusherekea ule ushindi, kwa sababu Kristo alifufuka. Amina. Maana Ukristo msingi wake ni kufufuka kwa Yesu. Exactly. Yamkini asingefufuka Yesu, Kristo hamna. Barabara. Tusingekuwa na ujasiri wowote. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana. Lakini zaidi ya hayo, nadhani ili mchungaji kuliweka, ngoja hapa labda nilikazie wakati mtazamaji hapa na nitazama. Asante. Pia hata Yesu baada ya kufufuka, baada ya siku 8 akawatokea wanafunzi wake. Ukihesabu ile siku ya kwanza ya juma, ukihesabu siku 8 mbele, unakutana na siku ya kwanza ya juma. Very good. Akawatokea, akasema amani iwe nanyi. Alipopotea, zikapita siku 8 tena, ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Akawatokea. Kwa hiyo unaona mfululizo wa Yesu kuwatokea wanafunzi ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo ni siku ya kutupa ushindi, ni siku ya kukutana na Bwana. Ni alama kubwa kwa Wakristo. Lakini zaidi ya yote, kingine ambacho hilo ni mawazo yangu, nadhani kwamba labda ile siku ya Sabato, kwa sababu Yesu alikuwa kaburini. Sasa hapa ndo kwa kweli hata ushindi ulikuwa hamna kwa siku hiyo. Hebu tuendelee kumtukuza Bwana, na yote tunayoyafanya tunafanya kwa utukufu wa Mungu, huku tukimbeba Bwana wa Sabato mwenyewe ambaye ni Kristo Yesu. Asante kwa ndugu mtazamaji unayetazama kipindi hiki, endelea kufuatilia, kusubscribe, kulike, kucomment, tuma maswali yako kama unayo. Na kuna namba za WhatsApp zitapita hapo chini, pia na namba za mtumishi utatutumia hapo. Kwa wakati mwingine, na Mungu akubariki. Amen. Amen.